Unayetufuatilia Mwananchi Digital, hii ni exclusive interview na Adam Saramba ambaye alikuwa Libya kama sikosei. Alikuwa anacheza ligi ya Libya, sasa amerudi nyumbani baada ya ligi kumalizika. Tutakuwa na mambo mengi ya kumuuliza kuhusiana na ligi ya huko, pia na mambo ya mitindo. Mambo vipi? Fresh sister, nakwaje? Salama, habari za siku nyingi? Na bana fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu sijui wewe. Tuko poa kabisa. Habari za Libya? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, salama, kila kitu kipo vizuri. Yes sister. Okay. Unaweza kutuelezea ligi ya Libya ilikuwaje na ulikuwa timu gani? Msimu ulioisha nilikuwa Tripoli, nilikuwa timu moja inaitwa Malab Libya. Lakini msimu huu nilikuwa Bangazi. Wa timu moja inaitwa Al-Balanes Sports Club. Yes. Iko Bangazi, sehemu moja hapa inaitwa Beda. Ndio. Ligi ya nchi hiyo ipoje? Ukilinganisha na ya Tanzania pengine? Unajua ligi nyingi za Waarabu zinakuwa hazitofautiani sana, lakini kwa upande wa Libya ukilinganisha na Tanzania tofauti kidogo inakuwepo, hasa kwa upande wa mazingira pamoja na viwanja. Hata pia nafikiri ni kwa mpira, namna ya uchezaji pia ni tofauti. Yes. Kwa upande wako ilikuwa ni ligi ya aina gani? Kwa upande wangu mimi ilikuwa ni ligi ngumu, kwa sababu ni ligi ambayo ina ushindani, kwa sababu kule tunacheza kwa magrupu. Unaona kuna magrupu design mbili, Bangazi pamoja na Tripoli. Kwa hiyo huku mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne, na Tripoli mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne wanakuja sasa wanakutana wao kutafuta bingwa. Ndio sister. Na timu yako imemaliza nafasi ngapi? Timu yangu tumemaliza tupo nafasi ya 6 kwenye group letu. Yes. Pengine kama umeassist, umefunga, ni mabao mangapi? Na nilikuwa na goli 5 na assist moja. Ndio sister. Maisha ya huko ni aina gani? Maisha huko kwa kiasi fulani maisha magumu sana. Unajua kwa mfano ninapokuwa huko nyumbani nakuwa nipo huru sana. Naweza nikatoka hapa nikaenda kwa mshikaji wangu, naweza nikatoka hapa nikaenda kwa marafiki zangu, naweza nikatoka hapa jioni nikaenda mazoezini. Lakini ninapokuwa kule hasa huwa nakuwa kwa ajili ya kazi tu, kwa sababu muda mwingi nitakuwa kwangu na nakuwa peke yangu. Kama hivyo kwa sometimes tunakuwa ni mpweke sana, lakini nikiangalia mazingira ya kazi na kilichonipeka kule ni kazi. Kwa mwisho wa siku najikuta nazoea mazingira, japokuwa changamoto na kuwepo sana. Ile mtu muda wote kuwa peke yako ni kitu kigumu sana, unajua sister. Lakini mwisho wa siku ukishakuwa professional, basi maisha mengine unaacha yaende. Na changamoto kubwa Warabuni ni nini? Changamoto kubwa kwa upande wangu mimi Warabuni ni baridi pamoja na vyakula. Vyakula bana vya Waarabu sometimes inakuwa ni changamoto kubwa sana. Muda mwingi huwa naamua nikiwa naenda nitanunua zangu pengine unga, nachukua mchele na baadhi ya mboga za Tanzania naondoka navyo. Kwa sometimes kwa kwangu mimi nikiwa nyumbani napika mwenyewe. Na dili zako umekipata timu mbalimbali za nje. Wewe una wakala mzuri ama wewe mwenyewe umetengeneza connection yako mwenyewe ya kupata timu mara nyingi nje? Nafikiri kila kitu kinaanzia kwako kwanza wewe mwenyewe. Yaani kinaanzia kwako, mwisho siku kinaenda nje. Hii pia mimi kupata timu nafikiri ni juhudi zangu mwenyewe, kwa sababu mwisho siku mimi nimekuwa ni mtu ambaye sikati tamaa, ni mtu ambaye ninapambana na nikiamini kesho yangu, na pia namwamini sana Mwenyezi Mungu. Hata huko ninakoenda sometimes huwa naenda kama trial, mwisho siku na performance inakuwa ni nzuri, naweza kufanikiwa. Na pia nafanya kazi na maagent tofauti. Nafanya kazi na maagent tofauti. Naweza nikawa na agent huyu akiniletea deal agent huyu na nafanya naye kazi. Na kwa hivyo Una maagent wangapi? Aisee ni wengi kwa kweli. Yaani mimi nafanya kazi na agent yeyote ambaye anajitokeza kwa kitu kama pengine labda kuna kazi. Naweza nikaambia bwana sehemu fulani natakuwa uende ukafanye trial. Fulani natakuwa uende pengine mwalimu akakuone, mimi ni beg langu moja kwa moja kwenda. Au unakutana kwa njia gani ya agent? Ni kwa njia ya mitandao ama ni njia gani ambazo zinakukutanisha na agent ambao wanakupeleka nje? Mfano labda tuseme labda mfano nilivyokuwa wapi? Labda nilivyokuwa Egypt. Kuna mechi pengine labda unaweza kacheza, performance ikawa nzuri. Hasa kuna watu tofauti ambao wanakuwa wanatazama. Kuna pale unakuwa kukuta labda kuna maagent wakubwa wanakuona, mwisho wa siku wanakutafuta, bwana vipi tufanye kazi.
labda kuna deal hili nataka uende sehemu ukafanya hivi ukafanya tusawe hivi na hivi, mwisho siku inakuwa ni hivyo. Unazungumza Kiarabu? Baadhi ya maneno mtu akizungumza na nasikia yani mpaka sasa nilipofikia mtu hawezi kunisema kwa Kiarabu yani. Nitakuwa namuelewa kila kitu yani. Ndio Unauliza hivyo kwa sababu umepata madini mengi Uarabuni. Ndio inakupa kiasi gani changamoto ya lugha? Changamoto kwa sasa mimi hainipi kwa sababu baadhi ya vitu navisikia na pia na baadhi ya vitu mimi kuongea nafahamu kama vidogo vidogo na nini hivyo. Hata mtu akiwa ananiambia najua kabisa huyo anamaanisha kitu fulani ama huyo anahitaji kitu fulani. Na pia Kiarabu sio kigumu sana. Yes, pia kinaingiana baadhi ya maneno na Kiswahili. Kama sukari na pia wanasema sukari tu kwani. Yeah. Kiarabu unachokizungumza ni kipi? Kwa mfano labda kama maji, maya, nini hivyo, ndogo kuna magani. Yeah. Nje ya uwanja wewe ni mtu wa aina gani? Salamba wa kutafsiri wewe ni mtu wa aina gani? Mimi nje ya uwanja kwanza ni mtu wa watu. Alafu pili ni mtu ambaye ninajipenda. Nje kwanza ninapenda kuvaa kupendeza. Yaani hii unajua sister kuna kitu kimoja yani. Kuna watu mimi waanza kunijua nikiwa Simba. Umeona? Ila naamini wale watu ambao walikuwa wananifuatia toka kipindi ambacho nipo stendi. Yaani wanajua Salamba ni mtu wa design gani. Wengi mimi wameona pengine hapa Simba, wengine wanasema Bisho namna gani hivi. Lakini wale wanaonifahamu toka nikiwa stendi, huwezi kukuta hata siku moja pengine wanazungumza kusema mimi ni Bisho. Mimi toka kitambo sister mimi navaa napendeza tu yani. Kwa sababu huko nyumbani huko wanangu kibao hapo kuni zahabu, umeona? Na kabla sijatoka tulikuwa na timu yetu huko nyumbani ya Mgodini. Kwa Mgodi kidogo ulikuwa unatusupport kwenye ile timu. Kidogo vipesa tulikuwa tunapata japo kwa sababu vikubwa lakini vidogo vya kuweza kununua baadhi ya vitu. Kwa hiyo nilikuwa napendeza, nilikuwa natupia tu sister. Kwa mimi ni mtu wa kutupia toka kitambo. Wewe mavazi yako unaweza kugharimu kiasi gani ukitaka kwenda kwenye matukio? Sijawahi kupiga hesabu, lakini mara nyingi sana unajua ninapokuwa pengine labda nipo nje nikitaka kurudi ndo naweza nikafanya shopping huko nje na kuja na nguo zangu. Mara nyingi inakuwa sana hivyo. Ambazo zinagharimu kiasi gani kwa mfano shopping yako ya sasa hivi? Kikweli sitaki kuwa muongo, umeona? Kwa mfano ngoja ni jaribu kukumbuka Kwa mfano mara mwisho hivi na nini labda zikawa 300,000, 400,000 mpaka 500,000. Yes. Hapana, sio kwa nguo moja, yani kwa nguo tofauti. Mchezaji gani ambao unapenda fashion kutoka kwake, unapenda aina uvaaji wake na unaiga baadhi ya vitu? Wa ndani ama wa nje? Ndani na nje. Kwa ndani mtu ambaye nimecheza naye kwa ndani hapa nafikiri ni Bazamidi, yani alikuwa anaua sana. Tulivyokuwa naye huko Egypt alikuwa ni mtu fulani ambaye anavaa kodi fulani, yani kumuelewa anatakiwa uwe na jicho la tatu yani. Ni mtu hatari sana. Sasa kodi kidogo zilikuwa zinanivutia sana sister, nimeona sana nafikiri kwa blaze kodi zake zilikuwa zinanivutia sana. Na kwa nje yule mchezaji wa Barcelona beki mbili Kaunde yule. Kodi zake anatupia sana. Mtu mwingine ambaye namwangalia sana ni Neymar nafikiri. Neymar baadhi ya vitu pia na anatupia. Na wachezaji wengi sana ambao pengine nakuwa naangalia nafuatilia kwa masuala ya kutupia. Kupiga mahesabu kwa mwaka umetumia gharama gani kununua nguo? Hapana, sijawahi kufikiria kwa wala kupiga hesabu. Unajua sister, mimi nikifanya jambo langu huwa namaliza kwa wakati huo. Sinaga kujutia wala kufikiria wala pengine magani. Kisha limeisha basi. Yes. Na baada ya kustaafu pengine uwanjani, una mpango wa kuwa mwanamitindo? Sina mpango, lakini kama Mwenyezi Mungu atajalia nafikiri nitafungua ni shop la pamba. Umeona? Kama Mungu atajalia nafikiri hivyo. Lakini pia sifikiri kuja kuwa mwanamitindo.
Mimi nitaenda kwenye dhahabu sister huko yani. Nikistaafu. Nimesikia una duka la dhahabu. Nikistaafu yalikuwepo kwa sababu nilikuwa na, unajua sister, mimi nyumbani kampani yangu kubwa mpaka sasa wapo kwenye dhahabu. Akina Dante, akina Bakari, umeona, akina Abdalla, yani jamaa zangu kibao sana wapo. Kuna Frank wapo kwenye dhahabu, umeona. Kwa naamini hata kama mimi singekuwa mpira mpaka sasa kufika hapa, sasa ningekuwa kwenye dhahabu tu. Na pia tulikuwa tunafanya madili mengi sana, tulikuwa tunafungua pia, na mimi walikuwa wananishirikisha, umeona, tunachanga tuna siku hivyo yani sister. Unazungumzia sana dhahabu. Mkononi umevaa shilingi ngapi? Jumla shilingi ngapi? Sister, nafikiri sister Wanyamwezi wanaelewa, umeona. Hii ni silver, umeona, ni gram 9. Sasa mimi sijui sister watapiga hesabu, umeona, ni gram 9. Hii hapa ni gram 5. Hii hapa ni gram 8, umeona. Hii cheni ni gram ngapi kama sikosei? Maana ni kidogo muda mrefu Cheni kama sikosei kama gram 24 25 kama sikosei. Hiki kidari sasa sikumbuki yani, umeona gram ngapi, lakini kuna 22 kinazidi dada yangu. Sasa mtu apige hesabu kwamba gram moja kwa sasa ya silver ni shilingi ngapi, afu atapata hesabu tu mwenyewe. Wewe unadhani shilingi ngapi? Mimi sitaki sasa kulizungumzia, ile mtu apige tu hesabu kwamba angalia gram moja ya silver ni shilingi ngapi. Sasa hizi ni pure silver dada yangu, umeona, pure silver kabisa. Na mkononi bracket, umeona, ni pure silver kwambia. Mkononi gram ngapi? Mkononi hapa. Hii hapa mkononi ni gram 12. 12. 12. Simple tu sasa, unajua yani. Maisha ya Uarabuni yamekusogeza kiasi gani kiuchumi? Yameacha alama gani kiuchumi? Tuseme tu sisi labda kwa ujumla ni kwa maisha yangu mimi ya mpira yani. Umeona? Yamenisogeza mbali sana. Yani nikipiga hesabu nilikotoka sister mpaka hapa nilipofika, na baadhi ya vitu ambavyo nilivyokuwa sina kwa sasa ninavyo. Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema sana kwa kweli. Na naomba kila siku Mwenyezi Mungu aendelee kunijalia, aendelee kunitangulia tu sister, umeona. Kwa kweli imenisaidia vitu vikubwa sana. Maana na vitu vingi ambavyo nimepata sasa kupitia mpira. Hiyo ndio yangu. Kuna watu ambao wanakuangalia, mfano gani? Kuna watoto ambao wanawatazama nyinyi mnacheza. Ukisema nimeguna hiki hapa, mtu anafanya bidii kwamba iko siku na mimi naweza nikaguna kupitia kipaji changu. Lakini si vyema sister, mimi sioni kama ni vyema kusema vitu ambavyo wanavumiliki, sioni kama ni vyema, lakini mimi naamini tumpira sisi wamenisaidia mpaka kunifikisha hapa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sina kwa sasa ninavyo, na ni vingi na pia ni vikubwa, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Ndio sister. Kuna kiatu uliombaga kwa mchezaji wa Banega. Bado umekitunza ama ulikiuza? Hapana, siwezi kukiuza kwa sasa, nina mtoto, umeona. Na mtoto sasa nasubiri kidogo akue ajitambue tu, nije nimueleze pia, nimwambie ile tukio. Maana kwa upande wangu mimi ni tukio kubwa sana. Sasa kucheza na Sevilla afu kupewa kiatu na mchezaji kama yule. Nakumbuka alimpigaga assist Messi kwenye mechi ilikuwa World Cup, sikumbuki ni lini, lakini ilikuwa walikuwa wanacheza Argentina na Nigeria. Kwa sisi mchezaji ni mkubwa sana. Afu kile kiatu kipo kwangu tu, nimekihifadhi sehemu kwenye kabati, yani fresh kabisa. Yani kile siwezi kukiuza, siwezi kukigawa kwa mtu yote. Umeona? Na unatamani mtoto wako aje kuwa mchezaji? Mwanangu lazima aje acheze sister. Yani sana, lazima aje acheze. Mungu akijalia, natamani sana kwa kweli. Na naomba tunayapende mpira yani. Unaona labda na dalili za kwenda mpira? Sana ni kwanza alianza kutembea kwa sababu ya mpira yani. Siku moja nilikuwa Algeria, alikuwa ndo anatambaa, nilikuwa naongea na mama yake, umeona. Siku hiyo kalikuwepo kwa mpira pale nyumbani, umeona. Aliamka kufuata ule mpira yani. Kwa alianza kutembea kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mpira. Kwa naamini sasa atacheza tu mpira. Naomba Mungu amjalie acheze mpira. Baada hapo uliwahi kuwasiliana na huyu mchezaji? Yupi? Huyu Banega. Hapana, sikuwahi kuwasiliana naye, lakini kipindi ambacho nimeenda Kuwait, ile timu ambayo nilikuwa nacheza, kuna mdogo wake alikuwa ni mwalimu wa viungo. Umeona, nikutana pale siku moja tunapiga story, nikamwambia naye akaniambia kwamba yule ni kaka yake, umeona. Akaanza kunionyesha zile picha na mimi nikamhadithia kila kitu mpaka tukio la nini? Mpaka tukio la viatu. Mdogo wake alisemaje baada ya kumhadithia? Alifurahi sana, kwanza akuamini yani. Alafu
Alivyofikiria kwamba natoka Tanzania mpaka kukutana na ndugu yake nilikuwa timu gani? Umeona sasa kipindi hicho Simba kwanza tulikuwa tunafanya vizuri. Baada ya kumwambia Simba akakubali, na pia nikamwonyesha baadhi ya picha kama amekubali sisi. Kipindi ambacho upo Simba na sasa hivi Simba unaionaje, na utofauti gani kiufundi uwanjani? Ina tofauti kubwa sana. Naona kila siku wanazidi kusonga mbele, umeona. Na pia sasa kumekuwa na ushindani mkubwa sana. Kila mmoja anapambana ili kupata nafasi ya kucheza.